Wapendwa wanahabari na watumia habari wote, wasikilizaji na watazamaji, mimi kwa nafasi yangu kama askofu wa Jimbo kuu la Mbeya nimeguswa na nimeshtushwa sana na habari za kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Kwa muda tangu tarehe 14 mwezi Februari mwaka huu tulikuwa tuna taarifa kwamba ni mgonjwa na alilazwa katika hospitali huko Roma, na tuliendelea kumwombea ili apate nafuu na apone kabisa. Tunashukuru Mungu kwamba sala zetu zilimsaidia na huduma nzuri za madaktari zilimsaidia. Baada ya siku 38 kwenye hospitali hiyo ya Gemelli, aliruhusiwa kurudi nyumbani kuendelea kutazamia afya yake, na hivi afya yake ilileta matumaini makubwa. Na mpaka jana, siku ya Pasaka, Baba Mtakatifu ameadhimisha misa. Mahubiri yake yalisomwa na askofu aliyemwakilisha, lakini ilikuwa ni ujumbe wake mwenyewe. Na baada ya hapo alirejea kupumzika, na kumbe ndio ilikuwa misa yake ya kuliaga kanisa na kuaga ulimwengu huu kama mmoja wa watumishi wa kiroho na mhudumu katika huduma za kiroho kama kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani. Taarifa tulizozipokea, ameaga dunia majira ya saa 2:25 asubuhi kwa saa za Roma. Hapa kwetu ilikuwa ni saa 3:25 na tofauti ya saa moja. Basi katika hali hiyo tumeshtushwa, kwani huyu ni kiongozi ambaye zaidi ya kuwa kiongozi kwa nafasi aliyopewa kwa dhamana na wale waliomchagua, lakini alijidhihirisha kwamba aliwapenda wanadunia na alipenda kuwatumikia. Katika afya yake, akiwa anahangaikia afya yake, bado hakujihurumia, hakujitetea. Alijituma kuhakikisha kwamba anaweza kufika mahali pale ambapo wengine wanashindwa kufika, na anaweza kwenda kutoa huduma yake, ikiwa ni mchango wa mawazo, mafundisho, ushauri na baraka kwa watu. Katika hali yake ya kuhangaika, udhaifu wa miguu, aliweza bado kusafiri na akitumia baiskeli ya magurudumu yake kuweza kuwajongea watu na kuweza kuzungumza nao. Alifanya hivyo, na hivyo aliigusa dunia kwa utayari wake wa kwenda na kuwasaidia watu kiroho. Basi katika umri wake wa miaka 88 na udhaifu wa kiumri ulikuwepo, basi Mwenyezi Mungu sasa amemuita. Tunasikitika sana kwa msiba huu, lakini katika taarifa ya msiba wake imeandikwa vizuri kwamba amerudi nyumbani kwa Baba. Tunatoa pole kwa wote. Sisi wenyewe viongozi wa kanisa ambao alituteua tumsaidie kuongoza, tumesikitishwa, lakini tunajua kwamba watu wote wenye mapenzi mema wanasikitishwa na msiba huu. Tunatoa pole kwa wote. Yeye hakuogopa kufa. Daima alikuwa anatoa ujumbe wa matumaini kwa watu, na ndio maana hata alipoanzisha mwaka huu wa jubilei, kauli mbiu ikawa sisi ni mahujaji wa matumaini. Tuko duniani tunahiji, na nguvu yetu ni matumaini tulilonalo. Sasa kauli mbiu hii tumetembea nayo na tunaendelea nayo kwa mwaka huu wote, tukisisitiza sana kwamba tusipoteze tumaini, na pale pasipokuwa na tumaini, kazi yetu sisi wenye matumaini tupeleke matumaini. Kwenye waraka wake wa kuanzisha wa kutangaza jubilei hii alituambia tusiache hata mara moja kuwafikiria watu walio katika hatari ya kupoteza matumaini. Akataja watu maskini, akataja wagonjwa, akataja wafungwa, akataja vijana. Akasema dunia lazima iwasaidie vijana wasipoteze matumaini, kwa sababu wanapoteza matumaini wanaingia kwenye msongo wa mawazo, wanaingia kwenye matumizi haramu ya dawa haramu za kulevya, na wanaweza kuumiza, wakajiumiza, wakajiangamiza. Sasa tuwape matumaini. Akataja wakimbizi na wahamahamaji. Hawa watu wengine wanalazimika kuondoka makwao kwa sababu ya hali mbaya, au wanalazimika kuondoka makwao kwenda kutafuta hali nzuri ya maisha, au wanatafuta usalama. Akasema tuwape matumaini hawa pia.
Kwa hiyo alitaja makundi mbalimbali ambayo yanahitaji kupewa matumaini. Alikuwa ni papa anayechochea matumaini ya watu. Ndio maana wakati mwingine ilikuwa vigumu kidogo kumuelewa baadhi ya mambo, kwa sababu anapotaka kuleta tumaini wengi wanatafsiri vibaya. Lakini kwa ujumla alikuwa ana nia hasa ya kujaribu kumuishi Yesu Kristo alivyoishi. Sasa katika ujumbe wake wa misa ya jana, siku ya Pasaka, alisibabaishwe na mambo ya dunia yanaweza kututikisha kwa sababu yanapita. Sisi tujipe moyo, tusimame imara, tusipoteze tumaini. Basi na baada ya hapo, baada ya hayo mahubiri yake mazuri, ndio tunaambiwa sasa ameitwa na Baba. Kwa hiyo ujumbe wangu ni natoa pole kwa wote nchi zile ambazo alisaidia wapatane, watakuwa wamesitishwa sana na kifo hiki, tunawapa pole. Wale watu ambao walijiona jamii imewatenga, sasa wanapewa pole kwa sababu wanasikitika pia kwa ajili hiyo. Na vile vile wale ambao walipata nguvu kutoka kwake, alipokuwa akienda kwenye makongamano ya vijana, anawapa furaha sana vijana, kuhamasisha, tunatoa pole kwa wote. Kuhusu uongozi wa kanisa, utaratibu wa kuliongoza kanisa unaendelea kama kawaida. Wapo wanaosimamia kanisa kwa kule makao makuu ya Kanisa Katoliki, na taratibu nyingine zinaendelea kama kawaida, isipokuwa tu hatutamtaja kwenye misa. Baba Mtakatifu nafasi inabaki wazi, na taratibu za kikanisa zitafanyika baada ya muda unaoruhusiwa, ili mchakato wa kupata Baba Mtakatifu mwingine ufanyike. Basi tunamshukuru Baba Mtakatifu Francisco kwa huduma yake katika dunia yetu. Bila shaka amefanya mengi mazuri. Alikuwa binadamu kama sisi. Kwa heshima ya ofisi yake aliitwa Baba Mtakatifu, akijua ni wito wake kujitakatifuza na kuwatakatifuza wengine. Basi tunamshukuru kwa hilo na tunampongeza kwa jitihada zake zote alizozifanya, na yale tuliyomkosea tunamuomba radhi. Basi kama kuna jambo hatukumuelewa, basi tusamehe. Kila mwanadamu anahitaji huruma na rehema ya Mungu. Tumuombee pumziko la amani, tumuombee aingie katika furaha ya amani ya Mungu, na yeye akijaliwa utakatifu kamili ambao tunautamani awe mwombezi wetu. Poleni wa Tanzania, poleni wa Katoliki na waamini na watu wote wenye mapenzi mema. Tujipe moyo, bado tunao wanaosaidia viongozi wetu wakuu wa kidini. Tuwasikilize hao wanapotufundisha na tuishi imani, na Mungu mwenyewe ataendelea kutuongoza salama. Raha milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umlazie.